Mambo vipi mwanafamilia wa A Digital? Taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya kimataifa vinasema shirika la Umoja wa Kimataifa United Nations wametoa onyo jipya kuhusiana na hali ya hewa huku El Nino ikiwa imekaribia, lakini walowezi wa Israeli wameshambulia wa Palestina katika eneo ambalo linakariwa. Sasa taarifa inasema kwamba shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa limeonya kwamba hali ya hewa ya dunia imekosa usawa zaidi kuliko wakati mwingine wowote toka historia iliyorekodiwa. Shirika la hali ya hewa la Umoja wa Mataifa limeonya kwamba dunia inapata nishati zaidi ya joto kuliko inavyoweza kuitoa, ikisababishwa na uzalishaji wa gesi zenye joto kama vile carbon dioxide. Na ukosefu huu wa usawa wa nishati uliorekodiwa umeipa bahari joto kiwango kipya zaidi ya mwaka jana na kuendelea kuyeyusha barafu ya sayari ya dunia. Na wanasayansi pia wanaogopa kwamba awamu ya ongezeko la joto asili inayoitwa El Nino inayotarajiwa kuanza baadaye mwaka huu inaweza kuleta rekodi ya juu zaidi kwa hivi karibuni. Kuijibu ripoti hiyo, sasa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amerudia wito wake wa nchi kuachana na nishati ya visukuku na kutumia nishati mbadala ili kutoa usalama wa hali ya hewa, usalama wa nishati na usalama kwa mataifa. Sayari ya dunia inasukumwa kupita mipaka yake. Kila kiashiria muhimu cha hali ya hewa kinatoa tahadhari, alionya katika ujumbe uliotumwa kwa njia ya video. Tunakumbuka miaka 11 iliyopita ilikuwa yenye joto zaidi duniani katika rekodi zilizoanzia mwaka 1850, shirika la hali ya hewa duniani WMO limesema. Na pia taarifa nyingine inaeleza walowezi wa Kiyahudi wenye msimamo mkali wamefanya mashambulizi mengi dhidi ya vijiji vya Wapalestina katika ukingo wa Magharibi unaokaliwa na kuchoma moto nyumba, magari na mashamba ya kilimo. Vurugu hizo zilianza baada ya kijana mmoja mlowezi Yehuda Shalman mwenye umri wa miaka 18 kuuawa siku ya Jumamosi baada ya kuripotiwa kugongwa na gari lililokuwa likiendeshwa na Mpalestina akiwa kwenye baisikeli yake. Polisi walisema walikuwa wakichunguza kama shambulio hilo lilikuwa la makusudi au la bahati mbaya. Kujibu, vikundi vya WhatsApp vilivyotumiwa na walowezi vilitoa wito wa kampeni ya kulipiza kisasi kutokana na kifo chake. Zaidi ya mashambulizi 20 ya walowezi yaliripotiwa usiku kucha, na kulingana na afisa wa ulinzi aliyenukuliwa na vyombo vya habari vya Israeli, alisema vurugu za walowezi zimeongezeka tangu Marekani na Israeli ziliposhambulia Irani, huku Wapalestina 6 wakiuawa na walowezi tangu Machi 1. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa vyombo vya habari na Umoja wa Mataifa. Jeshi la ulinzi la Israeli IDF lilisema katika taarifa kwamba wanajeshi wake na vitengo vya polisi wa mipakani vilitumwa katika vijiji kadhaa vya Wapalestina Jumamosi usiku baada ya kupokea ripoti za raia wa Israeli kufanya vitendo vya uchomaji moto dhidi ya miundombinu na mali pamoja na kushiriki katika vurugu za eneo hilo. Vijiji vya Jarud, Kiarut na Al-Funkia na Sirat al-Dham vilikuwa miongoni mwa vilivyolengwa, na video zilizosambaa mtandaoni ambazo chombo cha habari cha BBC haikuweza kuthibitisha kwa uhuru zilionekana kuonyesha zaidi ya watu 90 wakiwa wamevaa nguo nyeusi, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa wakimkabili Jarud. Endelea kuifuatilia A Digital kwenye mitandao yetu ya kijamii. It's a boy King Kali, mnyama mkali, na hivi ndivyo ambavyo huwa nafanya.